Magonjwa ya ndani kwa kifupi ama kwa lugha nyepesi ni magonjwa yote ambayo yako ndani ya mwili ukitoa ngozi, na hii imetumika tu kwa ajili ya kufundishia watu, lakini sisi kama madaktari ambao tunatibu magonjwa ya ndani huwa na ngozi pia inaweza ikahusika. Tunazungumza ngozi hii tunaiona. Ngozi hii ambayo ndio ogani kubwa kuliko ogani zote tulizonazo mwilini ni ngozi. Kwa hiyo hata hiyo pia ipo kwenye magonjwa ya ndani, lakini katika kujifunza waliamua kuigawa na kuita magonjwa ya ndani bila kujifunza sana kuhusu ngozi, lakini na ngozi pia huwa tunaitibu. Okay, sasa ni magonjwa yapi hayo ukiachilia ngozi ambayo ilikuwa included? Hayo mengine ni yapi? Kwa hiyo magonjwa ya ndani huwa ni yote yanayohusisha ogani zote zilizopo ndani ya mwili, kuanzia ubongo, mapafu, moyo, magonjwa ya kisukari, ini, figo, yote haya, hata ambayo yanahusisha nguvu za kiume. Okay, na kwa mujibu wa magonjwa uliyoyataja, kwa namna moja au nyingine yanahusiana na tatizo la nguvu za kiume? Ndiyo, nianze kwanza kwa kusema imekuwa ikisemwa ni nguvu za kiume, lakini nafikiri inaweza isiwe neno sahihi, kwa sababu hizo nguvu na mwanamke anazo, na nguvu hii ni nguvu ya uhai. Kwa hiyo ukisoma filosofia wanaita life force, kwa sababu hii ndio nguvu ambayo pia inaenda kwenye mbegu za kiume. Nguvu hiyo hiyo ndio inatengeneza mtoto. Kwa hiyo ni zaidi ya nguvu ya kiume, ni nguvu ya maisha ama life force. Okay, sasa kama mtaalamu tupe usahihi ili tusiendelee kukosea, maana maneno ni mengi: changamoto ya nguvu za kiume, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Wengine wanaenda general wanasema nguvu za kiume. Sasa sahihi ni ipi? Hii ni nguvu ya maisha, sio nguvu tu ya kiume. Lakini kusudi watu waelewe, maana wamekuwa wakiita nguvu ya kiume, nguvu ya kiume, ngoja tuseme kwamba ni nguvu za kiume, lakini hizi nguvu ambazo hata mwanamke anazo, na wanawake pia wanazipoteza hizi nguvu. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa nguvu hii ya kiume inaweza kuathirika na mambo mengi, ikiwemo magonjwa ambayo ni ya ndani, lakini pia hata magonjwa ya akili ama ya ufahamu pia yanapelekea nguvu za kiume kupotea. Sasa watu wengi wamekuwa wakifikiri kisukari, matatizo ya pressure, ya shinikizo la damu, kwamba kifafa, kwamba haya pekee ndo yanayohusishwa sana, yamekuwa yakihusishwa sana changia tatizo ya nguvu za kiume. Lakini mimi niseme kwa miaka ambayo mimi nipo katika hii fani, ambayo sasa tunazungumzia ni miaka 20, nimegundua kwamba tatizo la nguvu za kiume linaanzia kwenye moyo wa binadamu, moyo wa mwanaume. Sababu moyo wa mwanaume ndio unao ratibu presha yake, mapigo ya moyo, uwezo wa damu kufika kwenye viungo vyake na viungo vingine vyote mwilini. Kwa nguvu za kiume haziwezi kuwepo kama damu haifiki vizuri. Hiyo moja. Kwa hiyo watu kwa mfano wenye kisukari mara nyingi wana shida ya mishipa ya damu. Kwa hiyo ile mishipa ya damu inashindwa kufanya kazi inavyotakiwa, ndio zile nguvu zinapotea. Lakini nguvu za kiume ni zaidi ya damu kufika kule. Inaweza ikawa damu inafika tu vizuri, lakini mtu huyu bado anaonekana kama vile hana nguvu zile. Ana shida gani? Tunasema ya kisaikolojia.
Lakini shida ya kisaikolojia inatokana na wapi? Ni kwa sababu kwa namna moja ama nyingine ameshindwa kutimiza yale mambo yake ambayo moyo wake unapenda kuyafanya. Kwa ambayo naona mimi wanaume wengi anakuwa anataka kutimiza mambo fulani, lakini anashindwa kuyatimiza kwa sababu kadhaa, na zile ndo zinapelekea nguvu zake za kiume kuonekana kama zimepungua. Lakini kiukweli hakuna mwanaume, mi nasema kiukweli hakuna mwanaume ambaye hana nguvu za kiume. Kila mwanaume ana nguvu za kiume. Kila mwanaume kama yuko hai anazo nguvu. Sasa wengi wanaita hiyo kwamba mtu ana hiyo changamoto kwa sababu mara nyingi wanaitemu kwa sababu wanaposhiriki tendo la ndoa mtu aidha afurahi kwa maana ambazo anazo. Sasa utatueleza kisayansi kwa undani zaidi, na sana sana inahusishwa na katika ufanyaji wa tendo la ndoa, ambapo na wewe umetufundisha kwamba changamoto mojawapo inayopelekea inaanzia kwenye shida ya moyo. Kweli kabisa. Sasa hii nafikiri wanawake wanaweza kulielewa sana. Mwanamke hawezi kufurahia tendo la ndoa kama kichwani hayuko sawa. Mwanamke hawezi kufurahia tendo la ndoa na akapata yale anayotegemea kuyapata kama kichwani hayuko sawa. Vivyo hivyo kwa mwanaume ni hivyo hivyo. Kama kichwani hayuko sawa hawezi kufurahia. Lakini kichwani, mambo yaanzi kichwani tu, yanaanzia moyoni. Na mimi kwenye kliniki pia nimeona mwanaume ambaye anasema mimi nyumbani na mke wangu nguvu sina kabisa, lakini nikiwa na mwanamke mwingine nguvu zipo. Shida ni nini? Okay? Kwa sababu watu wanataka kupona, anakuja anakueleza ukweli. Kwa hiyo hapo ikanifanya nifikiri, kumbe sio vile tu tulivyofundishwa kwamba ni mishipa ya damu inakosa damu vizuri, ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo ndoa zina changamoto nyingi, na hizi changamoto zinaweza kuathiri sio tu mambo ya kifedha, mambo ya mahusiano, lakini ikiwemo hata nguvu za kiume. Kwa hiyo tunachoweza kusema kama ni wanandoa, kama wanaweza wakakaa wakayazungumza mambo kwamba mimi nina haya, ulinitegemea sasa hivi niwe tumejenga na nyumba, lakini kuna hizi changamoto nizo nazo, tunaweza tusifanikishe sasa hivi. Kwa zile zinapelekea sana sana kuathiri nguvu za kiume, kwa sababu tunapokuwa na stress ama shinikizo la maisha linaathiri utengenezwaji wa homoni ama vichochezi, na moja ya homoni zinazotengenezwa ni ikiwemo homoni inaitwa oxytocin, ambayo naweza nikawapa mfano wakina mama wanapoenda kujifungua, wale ambao uchungu unachelewa, tunawapa hiyo homoni kuwasaidia kupata uchungu. Sasa ile oxytocin pia tunaita ni love hormone ama homoni ya upendo ama mapenzi. Sasa ukiwa, tumeona tafiti zimeonyesha kama una shinikizo la maisha, stress za maisha, ile homoni haitengenezwi, na isipotengenezwa inaondoa wewe mahusiano yako na mtu mwingine, ikiwemo kuwezesha wewe kufanya tendo la ndoa na ukalifurahia. Mtazamaji, hii leo tupo na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, Dr. Frederick Kalokola, ambapo tunazungumza nguvu za kiume zinavyohusiana na magonjwa ya ndani, na yeye kama mtaalamu kutoka idara hiyo anatufahamisha kwa kina. Dokta, turudi sasa kuangalia ni jinsi gani kinga kamili ya magonjwa ya ndani yanavyoweza kuokoa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Vizuri. Sasa kama nilivyosema, magonjwa ya ndani yako mengi. Kwa mfano tukisema kama
unaweza kujizuia usipate kisukari, itakusaidia usipate shida ya nguvu za kiume. Lakini mara nyingi kinachosababisha wewe kupata kisukari ndio hicho kitachangia katika kuleta nguvu za kiume zikawa ziko chini. Sasa kama imetokea, tuanze na wale ambao hawajapata shida ya magonjwa ya ndani. Ulaji wa vyakula. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo vinasaidia mwili ufanye kazi vizuri, na vyakula hivi ni matunda. Matunda mbalimbali yanasaidia sana mwili kufanya kazi vizuri, ikiwemo nguvu za kiume. Matunda haya ni ikiwemo tikiti maji. Tikiti maji ni muhimu sana, tena ikiwemo ile sehemu nyeupe ambayo watu huwa wanaacha kula. Lakini hiyo sehemu muhimu ina aina za amino acids ambazo zinasaidia utendaji wa kazi wa mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye uume. Kwa hiyo ulaji wa matunda ni muhimu sana. Lakini pia kusudi damu iende vizuri, uepuke kukaa muda mrefu. Hii tunasema sana kwa watu wa maofisini, watu wanaofanya kazi wakiwa nyumbani, wameketi, working from home. Tunasisitiza sana kufanya mazoezi, kwa sababu tunapotembea na damu inaongezeka kwenda kule kwenye uume, inasaidia uume kufanya kazi. Kwa hiyo mazoezi ama kufanya kazi ambazo zinakuhitaji utembee. 3 ni kuepuka matumizi ya pombe kupita kiasi. Pombe kupita kiasi inaharibu mshipa wa fahamu, inaharibu mzunguko wa damu, inaleta pressure, inaleta kisukari, hivyo inaathiri nguvu za kiume. 4, matumizi ya sigara yanaathiri mishipa ya fahamu, inaathiri mzunguko wa damu. Sigara. 5, kuwa na uzito kupita kiasi. Kwa uzito kupita kiasi, kwanza utakuwa huna stamina. Stamina unapoteza, upumuaji inakuwa ni shida. Uzito mkubwa unakufanya usilale vizuri, unakoroma, hewa haingii vizuri. Ukikosa hewa, ubongo haufanyi kazi vizuri. Na utakuta watu wengi wenye uzito mkubwa wanakoroma usiku, mchana anapata shida, analala. Kwa kawaida, yani mchana mtu hutakiwi kuwa na usingizi wa kukulaza. Ukiona unaanza kulala mchana, uanze kujiuliza usiku kulala vizuri. Kwa nini kulala vizuri? Kama una uzito mkubwa, punguza uzito, itakusaidia sana. Najua kuna watu wana kazi za kufanya wakeshe, lakini tafiti zimeonyesha testosterone, ambao ni hormone wanawake wanayo, wanaume wanayo, lakini kwa wanaume hii ndio inawawezesha nguvu zao za kiume. Inatengenezwa usiku tunapolala. Watu wengi wanaume ambao hawapati usingizi vizuri, chansi kubwa na nguvu zao ziko chini. Akisema mchana au asubuhi anafidishia? Hamna. Yani hata ukilala mchana masaa 8 bado, yani mwili ulivyowekwa usiku, kuna vitu kwenye ngozi zetu ambavyo vinawasiliana na mwanga wa jua. Kwa hiyo vile ndo vinauambia mwili sasa ni wakati wa kulala, sasa ni wakati wa kutengeneza hormone fulani. Kwa hiyo usingizi. Jambo jingine ni kupata jua. Watu ambao wanashinda ndani hawapati jua, wanapata magonjwa mengi sana, ikiwemo nguvu za kiume. Vitamin D itakusaidia sana nguvu zako za kiume. Sasa hiyo iweke sawa na uielezee vizuri, kama ni jua lile la asubuhi au mwingine